Asante sana ndugu mtangazaji. Jina langu ni Profesa Hassan Saleh Maganga ambaye ni mchunguzi na mchambuzi wa masuala mbalimbali. Leo nazungumzia mwamko wa Afrika. Kwanza napenda kutumia nafasi hii kuipongeza Tume ya Uchunguzi wa Matukio ya Oktoba 29, 2025 yaliyotokea katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Matukio ambayo yalitokea wakati na baada ya uchaguzi, na baada ya kuapishwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akaunda tume ya kuchunguza matukio. Tume tarehe 23 mwezi wa 4 mwaka 2026 imekabidhi ripoti kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kuwa ni mwamko wa Afrika na Tanzania ni sehemu ya Afrika, kwa hiyo nimetumia nafasi kuipongeza tume na kutoa mapendekezo. Kutokana na tume imetoa mapendekezo ili kuziba mianya matukio yaliyotokea Oktoba 29 na baada ya uchaguzi mwaka 2025 ili yasitokee tena. Moja ya mapendekezo yaliyotolewa na tume ni kwamba kuwe na mchakato wa katiba mpya ikamilike mwaka 2028 ili uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2029 katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uwe unafanyika chini ya katiba mpya, na ili uchaguzi mkuu wa mwaka 2030 katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ufanyike chini ya katiba mpya. Imeonekana kwamba moja ya mianya ya kutokea matukio kama yale labda ni mapungufu ya katiba tulionayo ya mwaka 1977. Sasa kabla ya yote, pia napenda kutumia nafasi hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuunda tume na kupokea ripoti na kutoa hotuba nzuri yenye matumaini kwa Watanzania na ya kujivunia kwa Watanzania na fahari kwa Watanzania na Waafrika wote wanaweza kujifunza Tanzania. Kwa nchi yetu Tanzania ni nchi ambayo mara kwa mara zinapotokea dosari ama mizozo huwa tunaimaliza wenyewe. Hili ni jambo la kujivunia. Baadhi yenu mtakumbuka kuna matukio yanayofanana na haya yalitokea baada ya uchaguzi wa mwaka 2000 tarehe 27 Januari mwaka 2001 kutokea maandamano madogo Dar es Salaam na maandamano makubwa Zanzibar, kule Unguja na Pemba. Watu kadhaa walifariki na uhalifu hapa na pale ulijitokeza, lakini tulimaliza wenyewe. Kuna matukio kama ya mauaji ya Kibiti, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilimaliza bila kuomba msaada kutoka vyombo vya ulinzi na usalama vya nje ya nchi. Kuna matukio kama majaribio mbalimbali ya mapinduzi yalitokea huko nyuma wakati wa serikali ya awamu ya kwanza, yalizimwa na sisi wenyewe. Kuna jaribio la mapinduzi ya rais wa Zanzibar ambaye aliouawa Sheikh Abeid Amani Karume, yalizimwa na sisi wenyewe. Kuna maasi ya mwaka 1964 ya jeshi la koloni la KEA kabla ya kuundwa kwa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, yalizimwa na sisi wenyewe, na mengine na mengine na mengine. Kwa hiyo nchi yetu ni nchi ya kihistoria kwa Waafrika wenzetu na nje ya Afrika. Wanayo haki, wanayo wajibu wa kuja kujifunza Tanzania. Kwa Tanzania si malaika, ni wanadamu.
natokea mizozo hapa na pale, natokea dosari, lakini tunamaliza wenyewe. Kwa ni jambo la kujivunia Watanzania wote, ni fahari kwa Watanzania, fahari kwa Afrika. Sasa kutokana na mapendekezo ya Tume ya Katiba Mpya, na mimi nimetengeneza na ninapendekeza muundo wa tume kwenye katiba mpya uwe kama ifuatavyo. Kwanza, jina la tume iitwe Tume ya Taifa ya Siasa, ambayo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi au Tume Huru ya Uchaguzi itaunganishwa kuwa Tume ya Taifa ya Siasa. Tume ambayo muundo wake itaundwa na jopo la majaji 12. Mmoja anakuwa jaji mkuu na mmoja naibu jaji mkuu kwa kuzingatia usawa wa kijinsia. Na wajumbe ni majaji 10 kwa kuzingatia usawa wa kijinsia, 5 wanawake na 5 wanaume. Hawa ndio waunde tume ili tume iwe huru. Uhuru wa tume hautokani na jina, uhuru wa tume ni muundo. Kwa sababu kwa mujibu wa kanuni za asili, uchaguzi ni ligi ya kisiasa. Kama ligi ya kisiasa, kwa hiyo ili kuwe na amani, kuwe na usawa, kuwe na uhuru wa kweli, tuondoe mianya ya mshiriki mmoja kuiunda tume na kuiodhi. Kama ilivyo soka, Yanga ni bingwa mtetezi, ana mamlaka yeye ya kuunda TFF, kupanga marefa, kusikiliza malalamiko au rufaa, kufanya maamuzi. Hata kama atatenda haki, lakini bado watu watakuwa na shaka kwa sababu yeye ni mshiriki. Lakini TFF ndio wanaoshughulikia masuala ya soka chini ya kamati ya ligi. Kwa hiyo na hata katika chaguzi kuna haja tuunde tume kwa mfumo ambao mshiriki mmoja hata kuwa na nguvu yeye peke yake. Kwa hiyo napendekeza kwanza tume iundwe na jopo la majaji 12 ikiongozwa na jaji mkuu na naibu jaji mkuu na wajumbe 10 kwa kuzingatia usawa wa kijinsia kwa mujibu wa sifa zinazohitajika za kuwa wajumbe wa tume ya uchaguzi, za kuwa makamishina wa tume ya uchaguzi, za kuwa mwenyekiti na makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Na baada ya hapo, mkurugenzi wa tume na naibu mkurugenzi wa tume ya uchaguzi pia wachaguliwe na jopo la majaji 10. Mkurugenzi wa tume ya uchaguzi, naibu mkurugenzi wa tume ya uchaguzi, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, wao ndio wataunda secretariat ya tume. Lakini majukumu ya tume nimependekeza yawe kama yafuatayo. Moja, jukumu la tume ni kusajili vyama vya siasa nchini. Jukumu la pili ni kurajisi vyama vya siasa. Kurajisi maana yake ni kuvisimamia vyama vya siasa. Jukumu la tatu la tume ni kusaili wagombea wa chaguzi. Saili wagombea wa chaguzi. Jukumu la tatu ni kusaili wagombea wa chaguzi, na jukumu la 4 ni kuteua wagombea wa chaguzi. Jukumu la 5 ni kuratibu vyama vya siasa na wagombea. Jukumu la 6 ni kuruzuku vyama vya siasa na wagombea wakati wa chaguzi. Haya ndio majukumu ambayo nimependekeza yawe ni majukumu ya Tume ya Taifa ya Siasa, kwa kifupi TTS. Kwa sababu nimefanya hivi, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na ofisi ya tume ya uchaguzi, tume ya uchaguzi ndio ina majukumu muendelezo mara kwa mara. Msajili wa vyama vya siasa akishasajili vyama hana kazi za kufanya.
zaidi ya kutoa ruzuku tu wakati fulani, na wakati fulani zilitungwa sheria za kumpa majukumu ya kudhibiti vyama vya siasa. Matokeo ya majukumu aliyopewa ili waonekane wasikae hivi hivi, wao wanafanya kazi. Kwa hiyo inaonekana ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inapika majungu dhidi ya kutengeneza migogoro kwenye vyama vya siasa. Sasa kwa kuondoa mianya hii, swala la usajili liwe ni idara ndani ya tume, na swala la uchaguzi liwe ni idara ndani ya Tume ya Taifa ya Siasa. Kwa kufanya hivyo, tume yetu itakuwa huru, itakuwa ni tume ya haki, tume yenye usawa, tume yenye umoja, ni tume ambayo inasababisha kuendelea amani katika nchi yetu. Tatu, idadi ya wajumbe. Idadi ya wajumbe wa tume kama ilivyopendekeza, wajumbe ambao ndio makamishina wa Tume ya Taifa ya Siasa wawe ni 10 kwa kuzingatia usawa wa kijinsia. Maana yake kati yao 5 ni wanawake, 5 ni wanaume, wakiongozwa na mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Siasa na makamu mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Siasa ambao watazingatia pia usawa wa kijinsia. Mawakala wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, napendekeza kama ilivyo katika vituo vya kupiga kura, ngazi zote za tume ziwe na mawakala. Mathalan, Sekretarieti ya Taifa ya Tume ya Taifa ya Siasa, katiba ieleze na sheria, wakati wa uchaguzi mkuu, chama chochote ambacho kinagombea nafasi ya urais hateuliwe kamishina kutoka chama hicho kuingia kwenye Sekretarieti ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi kama wakala kwenye sekretarieti hiyo kwa niaba ya mgombea wa chama, ili ashiriki michakato yote ya maandalizi na shughuli zote za uchaguzi, ili kuondoa mianya ya kwamba tume ya uchaguzi inaweza ikafanya upendeleo kwa mgombea ama wa upinzani ama mgombea wa chama tawala, ili chama hicho kiwe na uwakilishi kama ilivyo katika ngazi nyingine. Lakini pia katika jimbo kuwe na sekretarieti ndogo, kamati ndogo ya sekretarieti ya uchaguzi ya jimbo, ambaye chama chochote ambacho kina mgombea ubunge atoke wakala aingie kuwa mjumbe kwenye sekretarieti hiyo, ili michakato yote hao wanashiriki, kuondoa hofu na shaka kwamba msimamizi wa uchaguzi wa jimbo anaweza kupendelea mgombea fulani. Lakini pia kuwe na kamati ya sekretarieti ndogo ya kata kwa msimamizi wa uchaguzi wa kata, ambapo kila chama ambacho kina mgombea udiwani aingie wakala mjumbe kwenye kamati hiyo, ili kushiriki mchakato kwa niaba ya mgombea wa chama chake, ili kuondoa mianya na shaka ya kwamba msimamizi wa uchaguzi wa kata anaweza kupendelea mgombea wa chama fulani. Pia wakati wa serikali za mitaa, kila ngazi iwe na wakala wa chama, ngazi ya kituo, ngazi ya kitongoji na ngazi ya kijiji na mtaa, kuwe na mawakala ili kuondoa hofu na mianya ya kuweza kupendelewa mgombea fulani. Tukifanya hivi, uchaguzi utakuwa huru na wa haki, na tutakuwa na amani, tutakuwa na umoja, tutakuwa na usawa katika nchi yetu, na wenzetu wa Afrika na dunia nzima wanaweza kuja kujifunza Tanzania, sababu tumezoea matatizo mengi kuyapatia ufumbuzi sisi wenyewe bila kusuluhisha na watu kutoka nje. Nakumbuka ni mzozo mmoja tu ambaye aliwahi kuja katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola mwaka 1998, Chifu Anyauko, kulipokuwa na mgogoro wa matokeo ya uchaguzi wa rais wa Zanzibar wa mwaka 1995, ambao mgombea wa chama cha Kafu marehemu Maalim Seif Sharif Hamad hakuridhika na kukubali na matokeo ya uchaguzi, na ripoti ya Jumuiya ya Madola ikakubaliana
na mashaka ya mgombea wa chama cha CUF na ikaweka vikwazo kwa Zanzibar. Ndipo alipokuja katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola kuja kusuluhisha na hatimaye baadaye walisaini mwafaka wa kuafikiana na Zanzibar ikaondolewa vikwazo na Jumuiya ya Madola. Lakini migogoro mingine yote iliyo mingi tunaimaliza wenyewe na ndio utamaduni wetu wa Tanzania. Kwa hiyo nasisitiza hilo, lazima tuyazingatie haya kama tuna nia njema ya kutaka nchi yetu itoka hapa ilipo isonge mbele, kwa sababu dunia, Mwenyezi Mungu tumeumba watu wa aina mbalimbali. Kuna watu wana rasilimali wazo, kuna watu wana rasilimali fedha, na binadamu wote ni mali ya nchi. Kwa hiyo sisi watu wengine ambao kama tuna vipaji lazima tutumie vipaji vyetu kusaidia nchi kutatua matatizo ya nchi, matatizo ya Afrika, matatizo ya dunia kwa ujumla. Kwa hiyo lazima tutumie nafasi yetu na uwezo wetu kutatua matatizo. Lakini pia nchi yetu, uchaguzi wa serikali za mitaa unakuwa chini ya TAMISEMI, na jambo hili ni kinyume na kanuni za asili, kwa sababu kwa mujibu wa kanuni za asili shughuli za uchaguzi zinatakiwa zisimamiwe na kuratibiwa ama na tume ya uchaguzi ama na kamati ya uchaguzi, ama hii na ambayo mimi naipendekeza, Tume ya Taifa ya Siasa. TAMISEMI ni wizara ambayo iko chini ya serikali ambayo inaundwa na kusimamiwa na mshiriki mmoja. Kwa hiyo mshiriki mmoja kusimamia uchaguzi, bado tunakuwa tunafanya makosa, pia zinaleta mianya ya kuweza uchaguzi kutokuwa huru na wa haki. Na hata kama uchaguzi utakuwa huru na wa haki, lakini kuna mianya watu kutilia shaka na kupelekea uvunjifu wa amani au jamii kufarakana na kutoshikamana. Na mfumo huu wa TAMISEMI kusimamia uchaguzi unafanana na mfumo wa kikoloni. Wakoloni wakati ule kulikuwa na taasisi moja inaitwa, watu tu wanaita BOMA, hawajui maana yake nini. BOMA kirefu chake ni British Overseas Management Authority. Kwa kifupi ni BOMA. Ni taasisi ambayo ilikuwa ina chini ya waziri wa makoloni. Ndio walikuwa wanasimamia chaguzi. Kwa chaguzi hazikuwa huru na haki kwa sababu wakoloni walikuwa wanapanga matokeo. TANU waliposhinda walizidiwa tu nguvu, kwa sababu nguvu ilikuwa kubwa, hawakuwa na namna ya kuweza kubadilisha matokeo. Lakini BOMA ndio walikuwa wanasimamia uchaguzi kabla ya uhuru, na pia baada ya uhuru uchaguzi ulikuwa unasimamiwa na katibu mkuu wa bunge. Kwa hiyo kwa wakati huu ambao TAMISEMI ndio walikuwa wanasimamia chaguzi za serikali za mitaa, sio makosa sana, kwa sababu ni hatua, tulikuwa tunapitia hatua. Kwa hiyo tukue, tubadilike kulingana na mahitaji ya wakati. Kwa hiyo lazima tuyazingatie haya ili tuweze kutoka hapa tulipo, tuweze kusonga mbele. Madaraka ya tume ya Taifa ya Siasa, tengeneze mazingira kwa mujibu wa katiba na sheria yasiweze kuingiliwa na mamlaka yoyote. Tume ikishaundwa tuhakishe tunatunga sheria na kwa mujibu wa vipengele vya katiba, ibara inailinda tume, kwamba tume iwe na uhuru wa kweli kwa mujibu wa katiba na sheria, sio uhuru wa kijina, sio jina tu. Sababu uhuru si jina, demokrasia sio jina. Kuita Democratic Republic of Congo haina maana ni nchi ya kidemokrasia. Demokrasia ni matokeo ya mfumo. Kwamba kweli demokrasia kweli, kwa sababu demo ni maneno mawili ya Kigiriki, maana yake ni utawala wa watu walio wengi. Maamuzi ya watu walio wengi ndio yanatawala. Kura wakipiga watu wengi, huyo ndo anatangazwa kuwa mshindi. Hiyo ndio demokrasia. Watu wanakuwa na uhuru wa mawazo, uhuru wa habari, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kwenda anakotaka, ndio demokrasia. Lakini demokrasia ina mipaka, haitakiwi kuvunja haki za binadamu au kanuni za asili. Tusiwe na demokrasia ya kuruhusu mpaka watu kujamiana, watu wa jinsia moja au ndoa jinsia moja. Hiyo sio demokrasia, huo ndio wazimu. Kwa hiyo demokrasia lazima tuzingatie na ulinzi wa kanuni za asili, protection of balance of nature. Kwa hiyo lazima tuyazingatie haya. Hiyo ndio itakuwa demokrasia makini. Na kuna demokrasia wazimu, kuna demokrasia makini. Wenzetu Ulaya na Amerika wana demokrasia wazimu. Wa demokrasia wanaruhusu mpaka ndoa za jinsia moja,
watu kujamiana, watu wa jinsia moja. Hii ni demokrasia wazimu, demokrasia ambayo inakiuka kanuni za asili. Kanuni za asili maana yake ndio maelekezo ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, kumcha Mwenyezi Mungu maana yake ni kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kuacha makatazo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunapozungumzia dhana ya demokrasi, tunapotekeleza dhana ya demokrasi, lazima tuzingatie Mungu nini anataka, Mungu nini hataki, ambayo wanasayansi wanaita power of nature, yani nguvu za asili. Huyo watu wa dini wanaita Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lazima tuwe na demokrasia makini na tuwe na tume ambayo tume makini. Makao ya tume. Makao ya tume kwa mujibu wa katiba na sheria tuhakikishe kwamba Tume ya Taifa ya Siasa iwe na ofisi kuanzia taifani, mikoani na wilayani. So, pamoja na mambo mengine ni kuratibu na kuruzuku vyama vya siasa na wagombea. Kuratibu maana hata baada ya uchaguzi vyama vya siasa vitakuwa vinaendelea na mikutano, vitakuwa vinaendelea na makongamano, vitakuwa vinaendelea na masemina. Kwa hiyo ofisi ya Tume ya Taifa ya Siasa, wilaya, mkoa watakuwa wanaratibu kwa vyama visigongane, kwamba kama wameomba ukumbi huu kufanyia mkutano au kongamano, visigongane vyama zaidi ya kimoja, au wagombea wakati wa uchaguzi wasiombe uwanja mmoja mgombea zaidi ya mmoja. Kwa hiyo lazima kuwe na utaratibu na ofisi ziendelee kuwa hai. Ofisi za taifa, mkoa na wilaya wataendelea na majukumu yao. Majukumu mengine ya jopo la majaji 12 wakiongozwa na mwenyekiti wa tume na makamu mwenyekiti wa tume, ambayo kama nilivyoeleza awali itazingatia usawa wa kijinsia. Wale wajumbe 10, 5 wanawake, 5 wanaume, na mwenyekiti akiwa wa jinsia A na makamu anakuwa wa jinsia B. Jukumu lao lingine liwe ni kuthibitisha matokeo ya uchaguzi wa rais, kwamba tume isiwe ndio muamuzi wa mwisho, kwa sababu tume ni kama ni binadamu, wanaweza kufanya, ila ni lazima ili jopo la majaji liwe na mamlaka ya kikatiba na kisheria, kwamba wao ndio wanathibitisha matokeo ya uchaguzi. Lakini pia ikitokea kuna mgombea ama wagombea hawajaridhika na matokeo, kwa mujibu wa katiba na sheria iruhusiwe kwenda kufungua mashtaka katika mahakama kuu na mahakama ya rufaa. Mahakama kuu na mahakama ya rufaa isikilize na ifanye uamuzi kama mshindi aliyoshinda sio huyu, kwa mujibu wa uthibitisho mshindi ni huyu, ama uchaguzi urejewe. Kwa hiyo katiba na sheria ndio itaeleza kwamba utashi wa tume kulingana na vielelezo na ushahidi uliowasilisha mbele ya mahakama kuu au mahakama ya rufaa. Tukifanya haya na mengineyo katika nchi yetu na Afrika, tutaondoa mianya ya kuvurugika amani mara kwa mara. Tutajenga pia upendo na mshikamano kwa Watanzania na kwa Afrika wote. Tutakuwa na uzalendo uliotukuka. Hatimaye tutakuwa na maendeleo endelevu. Kwa sababu moja ya kikwazo cha maendeleo ni kuwa na migogoro ya mara kwa mara. Na tafiti zimeonyesha kwamba siasa ina zaidi ya 60% kuwa ni chanzo cha migogoro na vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi mbalimbali duniani. Pia ni chanzo cha watu kutoshikamana, watu kutengana, watu kuhuzunika. Na watu kama waridhiki na mgombea aliyopita, na hata kama amepita kihalali, kwa sababu wale wanaolalamika hawaruhusiwi kwenda kufungua madai. Maana kama katiba ingekuwa inaruhusu, wakifungua madai mahakamani wakithibitisha kwamba aliyoshinda ni yeye sahihi, watu wanaridhika. Lakini binadamu ni dhaifu, sababu mtu akitengeneza hata uzushi ule una wafuasi, watu wanaunga mkono. Kwa kuondoa mwanya huu, uzushi huo kwamba mgombea huyo hajashinda kihalali, kwa hiyo huyo anayezusha apewe ruhusa na katiba na sheria kwenda kufungua mashtaka mahakamani, na mahakama isikilize, ifanye uamuzi ili kulipatia ufumbuzi wa kisheria jambo hilo, ili Watanzania na Waafrika tuendelee kushikamana. La mwisho,
kuhusu ruzuku kwa vyama vya siasa. Vyama vya siasa ni moja ya taasisi ambayo inatumikia umma, hata kama si chama tawala, kwa sababu majukumu ya chama cha siasa kwanza ni kuandaa viongozi, pili kuandaa sera na ilani za uchaguzi, tatu kuteua wagombea na kuwapendekeza kwa tume, wakipitishwa na tume, nne kuwanadi kwa wananchi. Kwa kikishinda kinakuwa na jukumu la tano la kuiongoza na kuitawala nchi, kutekeleza ilani ya uchaguzi na sera zao. Lakini kuna jukumu la sita ambayo chama cha siasa linalifanya hata kama hakijashinda. Chama cha siasa kina jukumu lingine wazungu wanaita watchdog. Watchdog maana yake ni kufuatilia serikali na chama tawala na taasisi mbalimbali na jamii. Kwa pale serikali na chama tawala wanapokosea ni kuwakosoa, pale wanapopatia kuwasifia. Kwa hiyo jukumu hili ni jukumu lenye manufaa na faida kwa nchi. Kwa hiyo vyama vya siasa vinatakiwa vipewe ruzuku. Kwa hiyo napendekeza ruzuku ziwe zifuatazo. Ruzuku ya kwanza, kuwe na ruzuku ya ofisi biarazi ya makao makuu. Kwamba sheria ielekeze kwamba vyama vyote vya siasa bila kujali ukubwa, idadi ya wabunge, idadi ya madiwani, idadi ya kura za rais, wapewe ruzuku sawa kwa ajili ya ofisi biarazi ya kuendeshea ofisi za makao makuu. Ruzuku ya pili, iwe ruzuku inayotokana na idadi ya kura za rais. Ruzuku ya tatu, iwe idadi inayotokana na kura za wagombea ubunge. Ruzuku hii iwe katika ngazi ya wilaya, waipate moja kwa moja wenyewe, isiende taifani. Ili pale ofisi za wilaya pale na mikoa wapate fedha za ofisi biarazi. Wilaya hasa na kata, sababu mkoa watapata mgao kutoka makao makuu. Kuwe na ruzuku pia ya inayotokana na idadi ya kura za madiwani. Sheria ielezwe kwamba mgombea udiwani akipata kura asilimia kadhaa ama kuanzia 5% wanapata ruzuku kiwango fulani. Ili chama kwenye kata hapa kijiendeshe, kina kazi kubwa ya kufuatilia mwenendo wa serikali na chama tawala kwa niaba ya nchi, kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo ni kazi ya umma. Ruzuku nyingine ni ruzuku itokane na idadi ya mwenyekiti wa serikali ya mtaa na kitongoji. Kwamba pale kwenye tawi napo pajiendeshe. Wapate posho wale viongozi wa tawi na mishahara, wapate posho wa viongozi wa kata na mishahara, wapate posho hawa viongozi wa tarafa na mishahara kama chama kina ngazi ya tarafa, wapate posho wa viongozi wa wilaya na mishahara, wapate posho hawa viongozi wa mikoa na mishahara, wapate posho wa viongozi wa taifa na mishahara, pamoja na vitendea vya kazi, office equipment. Kwa kufanya hivi tutakuwa tumeboresha na kuimarisha demokrasia, tumeboresha na kuimarisha vyama vya siasa katika Tanzania, na wenzetu wa Afrika wanaweza kuja kujifunza Tanzania. Tanzania anaweza kuibuka kuwa mwalimu wa siasa katika Afrika na dunia. Kwa sababu sio lazima kila kitu kianzishwe na wazungu. Sababu wazungu walianzisha vitu aki baadaye mara kwa mara wanaibuka watu wengine wanaboresha. Kwa vitu vile vile sio perfection, haviko perfection. Kitu kinaanzishwa na baadaye mnaboresha. Hata mifumo ya utawala pia tunatukaangalia, tukaifanyia maboresho. Ndio maana Marekani mifumo ya utawala mingi duniani inatokana na mfumo wa Uingereza wa Jumuiya ya Madola wa kuwa na mihimili mitatu ambaye ni bunge, mahakama na serikali. Lakini Marekani wao walifanya maboresho, waligawanya bunge katika sehemu mbili. Kuna Senate, baraza la Senate, kuna bunge lile ambalo ni baraza la wawakilishi na baraza la mawaziri. Kwa maana kwamba maana bunge mara nyingi linakuwa ni zoazoa, hata wavuvi wanaingia, watu wa kawaida wanaingia. Lakini baraza la Senate ni la watu wachache wenye uzoefu, tunaweza wanaingia wastaafu wale, wanatoa ushauri yale mambo makubwa. Kama nchi ambao bunge limepitisha sheria, nchi inataka kuingia kwenye vita, uamuzi wa mwisho wanafanya wa baraza la Senate, ambao sisi tunatoka baraza la Jamhuri. Bunge limepitisha sheria, kabla rais hajasaini, baraza la Jamhuri linafanya uamuzi wa mwisho. Kwa sababu sisi tukitengeneza baraza la Jamhuri ambayo kunakuwa na wajumbe wawili kutoka kila mkoa, mmoja mwanamke mmoja mwanamume, wanachaguliwa na wananchi moja kwa moja. Kunakuwa na wajumbe marais na makamu wa rais wastaafu. Kunakuwa na wajumbe mawaziri wakuu na manaibu waziri wakuu wastaafu. Tunakuwa na wajumbe maspika na manaibu wa spika wastaafu. Tunakuwa na wajumbe ambao ni majaji wakuu na naibu wa majaji wakuu wastaafu. Tunakuwa na wajumbe wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wastaafu. Kwa sababu
tafiti zimeonyesha viongozi wengi wanapokuwa madarakani wanakuwa na kiburi, akiwa kistaafu wanakuwa na busara. Sasa tukiwaingiza kuwa wajumbe katika baraza la jamhuri hili pamoja na wale waliochaguliwa, basi wanaweza kutumia busara zao kumshauri rais ambaye yuko madarakani, kumshauri mkuu wa nchi, akafanya maamuzi bila jaziba, akawa anafanya maamuzi yaliyo sahihi, pamoja na kumdhibiti rais kwamba anapokuwa na maono mapya yako kinyume na sera za taifa, hashawishi yatakuwa na manufaa na faida gani, yatakuwa na ficha gani kwa taifa. Wao ndo wanapitisha maono yale, sera mpya wanapitisha maono yale, na wana uwezo wa kumuondoa rais madarakani. Wana uwezo wa kumsamehe rais, sababu rais ni mwanadamu, anaweza kufanya makosa makubwa. Kama hakuna chombo cha kumdhibiti, anakuwa ni Mungu mtu. Kama rais wa Afrika wengi ni Mungu watu, kwa sababu hatuna chombo cha kumdhibiti. Kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge linaweza likapitisha azimio la kutokuwa na imani na rais, lakini mchakato wake ni mgumu. Mpaka mbunge mmoja awe na hoja binafsi bungeni kabla hajatolewa, iwe imeungwa mkono na theluthi moja wa bunge. Kabla hajatoa, iwe imewasilishwa kwa katibu mkuu wa bunge na spika wa bunge kabla ya siku ya kuwasilishwa. Sasa na rais mwenyewe ana mamlaka yeye kama yeye kwamba bunge anaweza kulivunja iwapo ataona linahatarisha usalama wa taifa. Kwa hiyo kwa mchakato rais anawahi kuvunja bunge. Kwa hiyo ni lazima tuangalie namna ya kurekebisha mifumo. Mimi kwa maoni yangu naona mahakama ni muhimili wa sheria. Tuwe na mihimili ya sheria miwili. Kuna muhimili wa mahakama na muhimili wa mashtaka. Hii ni mihimili ya sheria. Mihimili ambayo inatakiwa hiyo ya dola ni mitatu. Ni baraza la jamhuri, bunge la jamhuri na baraza la serikali, ambalo pia napendekeza naibu waziri na waziri wote wawe wajumbe, kwa sababu anapoingia waziri tu kwenye baraza la mawaziri, anapotoka anampa maagizo naibu waziri, anatekeleza maagizo ya rais ambaye ana uhakika kama rais amaagiza kwenye baraza la mawaziri. Kwa hiyo ni lazima tuangalie mambo ya kufanyia maboresho.